الحمد لله ولي الرشاد يهدي من يشاء من عباده إلى طريق الرشاد وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الرشاد وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا وحبيبنا محمدا سيد الأمجاد وعلى آله وأصحابه نجوم الرشاد والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الميعاد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtii. Khutba yetu ya leo itakuwa ndani ya topic, ndani ya anwani isemayo siri zilizojificha ndani ya ibada ya kuchinja. Siri zilizojificha ndani ya ibada tukufu ya kuchinja. Ndugu zangu Waislamu, tupo mwezi wa 11 kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu, na zimebakia siku 2 au 1 tuingie katika mwezi wa 12 kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu, nao ni mwezi wa Dhulhijja, mwezi ambao ndio unaokamilisha kalenda ya mwaka kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu. Ndani ya mwezi wa Dhulhijja kuna ibada endelevu inayoendelea sanawiyan, kila mwaka, na ibada hiyo si nyingine bali ni ibada kongwe ya kuchinja. Ibada hii kwa Waislamu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bado elimu haijapigwa ya kutosha. Hamasiko bado liko chini. Hatuna uelewa wa kutosha na faida ya kutosha. Nini ambacho kilichobebwa, nini ambacho kilichofichwa ndani ya ibada hii tukufu ya kuchinja. Ahbabi fillah, kuna siri za ajabu sana zinazopatikana katika ibada tukufu ya kuchinja, na leo hii tutabainishiana nazo biidhnillahi ta'ala. Siri iliyojificha kupitia ibada tukufu ya kuchinja. Siri hiyo si nyingine bali ibada ya kuchinja, iwe katika Dhulhijja au siku yoyote ambayo Muislamu anaamua kuchinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuchinja ni solution. Kuchinja ni ufumbuzi. Kuchinja ni kuyatatua matatizo yasiyoonekana kwa macho. Kuchinja ni ufumbuzi unaoyaganga, unaoyatibu yale matatizo yanayomkabili muumini, yanayomkabili Muislamu, ambayo hayaonekani kwa darubini ya daktari, hayaonekani kwa macho, lakini yamemzunguka mwanadamu. Hii ni siri ambayo imejificha katika ibada ya kuchinja. Tuone namna gani Qur'ani inavyobainisha siri hii, kwamba unapochinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maana yake unayakuamua, unaziondoa zile kero zilizokugubika katika maisha yako. Biashara yako haitembei, haizunguki, majambo yako yanakwama, magonjwa hayakuepuki. Jibu lake
anatupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia sura ya pili 67 73 Al-Baqara. Mwenyezi Mungu anaanza kufichua siri zilizofichikana katika ibada tukufu ya kuchinja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia Nabii Musa alayhi salam anatubainishia pale aliposema a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Kumbuka Musa aliposema kuwaambia watu wake, wa idh qala Musa liqaumihi, kumbuka Musa aliposema kuwaambia watu wake, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, Mwenyezi Mungu anawaamrisheni kuchinja ng'ombe. Mungu anawaamrisheni kuchinja ng'ombe. Tustopu hapa. Nini kilitokea kabla ya hii? Katika kipindi cha Nabii Musa alayhi salam, katika jamii ya Waisraeli kulikuwa na mtu mzima ambaye Mwenyezi Mungu hakumruzuku watoto, lakini alikuwa na mtoto au na watoto wa ndugu yake. Huyu mtu mzima hakubahatika kupata mtoto yoyote, lakini alikuwa na mtoto mmoja au alikuwa na watoto wawili wa ndugu yake. Na yule mtu alikuwa na mali nyingi sana. Wale watoto au yule mtoto, riwaya zote mbili zinakwenda sambamba, akamuua mzee wake kwa ajili ya kumrithi, kwa ajili ya kurithi ile mali. Kama tunavyoona kwamba mtu anaweza akamuua babake mzazi ili mradi aipate mali kwa mapema. Baada ya kumuua yule mzee, wakenda wakaiweka ile maiti katika moja ya mitaa ya mji wa Israeli. Siku ya pili yake wakaibuka wale watoto waliomuua mzee wao wakiwa wanadai fidia. Nani kamuua mzee wetu? Sallu ala Taha Muhammad. Nani kamuua mzazi wetu? Habari ikawa ndefu. Na yule mtu alikuwa ni sanadidu min sanadidi bani Israil, ni mmoja katika mamwinyi wa jamii ile wa Israeli. Ikafikia takhasum bani Israil, kuzozana na kupigana wa Israeli, nani ambaye kamuua. Wale waliomuua watoto wanadai fidia. Wakashauriana wakasema, vipi tugombane na mbele yetu kuna Nabii Musa? Vipi tugombane na mbele yetu kuna Nabii Musa alayhi salam? Kesi hii tuipeleke kwa Nabii Musa. Wakalifikisha jambo kwa Nabii Musa, wakamueleza kwamba ameuliwa fulani, hajulikani muuaji ni nani, damu yake inataka kusababisha watu waingie katika vita. Tupe ufumbuzi Nabii Musa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuamrisha Nabii Musa kwa kumwambia, waambie jamii yako wachinje ng'ombe. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, Mwenyezi Mungu anawaamrisheni kuchinja ng'ombe. Jibu walolisema wale walioipeleka kesi kwa Nabii Musa, qalu watattakhidhuna huzwa, wakasema unatufanyia mchezo, unatufanyia masihara, unatucheza shere. Sisi tumekuja kukuletea kesi kwamba mtu ameuawa, hajulikani muuaji. Wewe unatuambia tuchinje ng'ombe. Kuna mukarana gani? Kuna mahusiano gani katika haya mambo mawili? Lakini mwisho wa siku wakasema anyway, tutende chinja hiyo ng'ombe. Wakaanza kuleta hoja. Qalu du'una rabbaka yubayyin lana ma hi, wakamwambia Musa, mwambie Mola wako tubainishie huyo ng'ombe ni aina gani. Wakawa wanatolewa auswafi za yule ng'ombe, sifa za aina tatu zikatolewa. Ng'ombe mwisho wa siku wakampata nani ambaye anatakiwa kuchinja. Sallu ala Muhammad. Siri iliyojificha kupitia ibada ya kuchinja. Baada ya kumpata yule ng'ombe, wakapewa maelekezo sasa wamfanye nini yule ng'ombe, maelekezo ambayo yanapatikana katika aya ya 63 mpaka aya 73 mpaka aya 72 Al-Baqara. 72 73 Al-Baqara anabainisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema,
wa idh qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Angalia uhusiano uliopo katika kuchinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na utatuzi wa majanga yanayomkabili mwanadamu. Kuchinja ni tiba, kuchinja ni kuondoa kero, kuchinja ni zaidi ya vidonge tunavyotumia. Ayuha muslimun, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawabainishia Waisraeli, kumbukeni pale mlipoiua nafsi, wa idh qataltum nafsan, kumbukeni mlipoiua nafsi, fadaratum fiha ay fakhtasamtum wa ikhtalaftum fiha, mkagombana mkazozana kuhusiana na hiyo nafsi, kwamba nafsi ameiua nani. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaweka wazi yale mliyoyaficha. Angalia, kupitia kuchinjwa mnyama Mwenyezi Mungu anataka kulivumbua fumbo ambalo hata Nabii Musa hakulijua, fumbo ambalo Waisraeli hawakulifahamu, lakini Mwenyezi Mungu analibainishia kupitia ibada ya kuchinja. Faqulna dhribuhu biba'dihha, tukawaelekeza mpigeni huyo maiti na sehemu ya kiungo cha huyo ng'ombe. Wapo walosema ulichukuliwa ulimi wake, ulichukuliwa mkono wake. Muhimu, kiungo kimoja cha yule ng'ombe aliyochinjwa, Mungu akatoa maelekezo, mpigeni huyo maiti. Akapigwa yule maiti, akawa hai. Baada ya kuwa hai, akaulizwa nani aliyekuua? Faqal qatalani fulan wa fulan, sallu ala Muhammad. Akasema ameniua fulani na fulani. Kisha akarudi katika umaiti wake, amebainisha nani ambaye aliyemuua. Fumbo limepatikana kupitia ibada gani? Ibada ya kuchinja. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameibakisha hii aya, laysat mansukha, haikufutwa. Laysat mansukhatan hukman wala tilawa, haijafutwa hii aya hukumu yake wala kisomo chake. Tunaendelea kuisoma siku zote. Inna Allaha ya'murukum, Mwenyezi Mungu anawaamrisheni. Inna Allaha ya'murukum, unafanya biashara haziendi, Mungu anakuamrisha chinja ng'ombe. Una kesi zinakuandama, inna Allaha ya'murukum. Magonjwa ndani ya nyumba yako, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, Mungu anawaamrisheni kuchinja ng'ombe. Ya'murukum fi'lun mudari'un mustamirun continuous present tense, ni kitendo endelevu. Inna Allaha ya'murukum, Mungu anaendelea kuwaamrisheni kufanya nini? An tadhbahu baqara. Sallu ala Muhammad. Hii ni aya ya kwanza inayobainisha namna gani ibada ya kuchinja ilivyokuwa na mafungamano ya kuyatatua majanga ya mwanadamu, ya kuyatatua matatizo ya Muislamu kupitia ibada ya kuchinja. Tuko mbali na ibada ya kuchinja. Sisi tuliokuwa humo msikitini tunapewa maelekezo ya kuchinja, lakini maelekezo hayo yana mafungamano na kuchinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Haya matatizo ambayo Mungu anatutaka tuchinje tupate solution, wanaotuelekeza baadhi yao utachinja ng'ombe, damu atakwambia kaimwage Salenda Bridge, kichwa atakwambia kakifukie makaburini, mkia atakwambia nenda kautundike katika poli lenye ukubwa, msitu mkubwa, kila kiungo atakwambia kakiweke. Mwisho wa siku ile nyama uliyoichinja tena sadaka, haifanyi ile kazi ambayo Mungu anataka ifanyike, bali inaingia katika ile wa mauhilla li ghairi llah, inaingia katika uharamu wa kula vile ambavyo vimechinjwa pasi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mungu anatuelekeza tuchinje ili kuyaganga matatizo tuliyokuwa nayo. Twende katika aya ya pili. Tulichukua lile tukio ambalo sasa limeibeba ibada ya udhiya. Ibada ya udhiya ya kuchinja. Tuone namna gani kuchinja ilivyokuwa ni kafara ya kutatua solution, ya kutatua matatizo ya wanadamu yanayomwandama. Wafanyabiashara wanajua siri hii. Zamani wakati tulikuwa tunaambiwa yule fulani bwana anatoa kafara, yule leo katoa kafara kachinja ng'ombe 50 60. Kumbe matatizo aliyokuwa nayo anachinja yake anamnyokea.
wafanya biashara wanajua siri ya kuchinja na mahusiano ya biashara yao, wanachinja sana na wanatoa sadaka na Mungu anawatengenezea. Kwa sababu gani? Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Sallu ala Muhammad. Nabii Ibrahim katika umri alioishi, Mwenyezi Mungu hakumkirimu mtoto, akaja kumpa mtoto ukubwani, na mtoto mwenyewe si mwingine ni Ismail. Baada ya kuzaliwa Ismail, aliyempata katika hali ya utu uzima, tena kwa maombi, pale alipomwambia Mwenyezi Mungu katika suratu Safat 100 mpaka 103, Rabbi habli minas salihin, Mwenyezi Mungu pamoja na utu uzima wangu nipe mtoto katika wema. Fabasharnahu bi'ulamin halim, tukambashiria kupata mtoto mkwasi mtukufu, tukambashiria utapata mtoto katika umri wako huo huo. Falamma balagha ma'ahu saya, alipofikia yule mtoto umri wa kuweza kusurvive na baba yake, qal, akasema Nabii Ibrahim kumwambia mtoto wake, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka, ewe mtoto wangu, mimi nimeoteshwa usingizini na kuchinja, fandhuru madha tara, chunguza nini unaona katika jambo hili. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, mtoto akamwambia baba yake, fanya uliloamrishwa, satajiduni inshallah minas sabirin, utanikuta akipenda Mwenyezi Mungu ni katika wavumilivu. Islam, angalia namna gani chinjo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu linavyotatua majanga mazito. Ibrahimu akajiandaa kumchinja mtoto wake, akaandaa kisu, akaandaa maeneo ya kwenda kuchinja. Akafika eneo la kwanza, shetani akamtaka kumghurur, akampiga mawe. Eneo la pili akampiga mawe. Eneo la tatu yako mina pale, Sheikh Abbas anayajua hayo maeneo, mpaka ulipofika lile eneo ambalo sasa anatakiwa amchinje mtoto wake Ismail. Akamlaza Ismaili, anamsaidia mzazi wake, ewe baba yangu, nifunike macho yangu yasije yakagongana na macho yako ikakupata hurma, yakakutirika machozi ukashindwa kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Noa kisu chako, yani mtoto anamsaidia baba yake, noa kisu chako kisiwe kidugi ukawa unapata tabu unanikata alafu kisu akikati, kinoa kisu chako kiwe kikali. Sallu ala Muhammad. Ndipo Mwenyezi Mungu aliposema falamma aslama, waliposarenda wote wawili, baba sasa yuko tayari kutekeleza amri ya Mungu na mtoto yuko tayari kuchinjwa, ndio aslama, waliposarenda. Baba yuko tayari kumchinja mwana na mwana yuko tayari kupokea kisu kutoka kwa baba. Watallahu liljabin, na tayari ameshamwandaa kwa ajili ya kupitisha kisu katika koromelo lake. Wanadainahu ya Ibrahim, tulimwita ewe Ibrahim, qad saddaqta ruya, umeisadikisha ndoto yako. Inna kadhalika najzi almuhsinin, katika mfano kama huu tunawalipa wafanya wema. Wafadainahu bidhibhin adhim. Sallu ala Muhammad. Topic iko hapa, wafadainahu bidhibhin adhim, tukamkomboa Ismail kwa kichinjwa kitakatifu. Mungu anainusurisha nafsi ya mtume kupitia kondoo. Chinja. Matatizo yamekuandama, chukua mnyama chinja, peleka kwa yatima, gawa kwa wasiojiweza. Biashara haiendi, chinja. Inna Allah ya'murukum, mtume Ismail ananusurika kuchinjwa kupitia dhibh adhim, kichinjwa kitakatifu, ikawa ni sunna endelevu ila yaumina hadha au ila yaumil qiyama, mpaka leo, mpaka siku ya kiyama. Kwa nini? Kwa nini? Na ukichinja mwaka mara moja, lile chinjo lako linabeba mtiririko wa funga ya Arafa. Funga ya Arafa dozi yake inafanya kazi mwilini mwaka mzima. Funga ya Arafa dozi yake inafanya kazi mwilini mwaka mzima. Na unapochinja hili chinjo kwa mwaka mara moja katika ile ibada ya Dhulhijja, inafanya kazi ya kutatulia matatizo wewe mwaka mzima, ndio expiry date yake. Sallu ala Taha Muhammad. Arafa thawabu zake mwaka mzima, na unapochinja hili chinjo linaendelea kufanya kazi. Yani wewe mwenyewe unashughulika na mambo mengine, kumbe majanga, umekosokoswa na ajali, kumbe lile chinjo lako. Umenusurika na majambazi, kumbe lile chinjo lako. Inna Allaha ya'murukum, anakuamrisheni chinjeni. Hii ndio siri iliyojificha. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ni wenye kuchinja na atuepushe na majanga aina mbalimbali. Ndugu zangu Waislamu, siri iliyojificha ndani ya ibada ya kuchinja tumeona katika hutuba ya kwanza namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyolifumbua
tatizo kubwa lililotokea kwa Waisraeli la kuuliwa mtu na akawa hajulikani nani aliyemuua, lakini ufumbuzi wake ulipitia kupitia ibada ya kuchinja. Inna Allaha ya'murukum. Imamu wa Zamakhshari Mahmud ibn Umar al-Zamakhshari al-Khawarizmi katika tafsiri yake Al-Kashaf, na huyu anaitwa Jarullah katika moja ya majina yake, ili tafsiri Al-Kashaf ameitwa kuwa ni jirani wa Mwenyezi Mungu kwa sababu tafsiri yote mwanzo mpaka mwisho aliandika akiwa pembezoni mwa Al-Kaaba. Sallu ala Muhammad. Az-Zamakhshari kaitwa Jarullah, jirani ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu tafsiri ile ya Al-Kashaf aliandika akiwa pembezoni mwa Al-Kaaba kuanzia Al-Fatiha mpaka min al-jinnati wan nas. Kwa nini asiitwe jirani wa Mwenyezi Mungu? Na huyu alikuwa ni mwanasayansi wa ala. Yale masomo ya ala alikuwa ni bobezi, na mtu yote akiwa na masomo ya ala anakuwa na akili ya ziada. Ana sayansi ya Qur'an, ana sayansi ya lugha. Imamu Zamakhshari wakati anaitafsiri inna Allaha ya'murukum, Mwenyezi Mungu anawaamrisheni kuchinja ng'ombe, akasema fa in qulta, ukisema wewe unaisoma tafsiri hii, lima shurita fi ihyaihi dhabhu al-baqara. Ya salam, ukijiuliza wewe msomaji, kwa nini palishurutishwa katika kumfufua yule aliyekufa kuchinja ng'ombe? Qultu, angalia bingwa anavyosema, yani linajiamini duniani. Bingwa linasema mimi ninajibu namna hii. Yani wewe ukijiuliza kwa nini Mungu aliweka sharti katika kumfufua yule aliyekufa mpaka watu wachinje? Az-Zamakhshari anasema qultu, ninajibu kwamba sharti lile liliwekwa kwa sababu kuchinja ni solution ya majanga. Swalla ala Muhammad. Bingwa anajibu kwamba sharti lile Mwenyezi Mungu aliliweka kwa sababu kuchinja ndiyo solution ya majanga. Sasa kwa kuwa wale wanajanga, ameuliwa mtu hajulikani muuaji ni nani, sasa Mungu kawaambia chinjeni kwanza. Baada ya kuchinja solution ikawa imepatikana. Tufunge hotuba yetu, tuje kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abdul Muttalib babu yake Mtume, Abdul Muttalib babu yake Mtume aliweka nadhiri, Mwenyezi Mungu akimkirimu watoto 10 wanamume, akimkirimu watoto 10 wanamume, na wakaweza kusurvive naye, kuishi naye, nenda rudi, kachukue lete, kasimamia, anasimamia, wamefikia ule umri ambao mzazi anawategemea watoto wake. Mungu akinipa watoto hao 10 na wakafikia age hiyo, basi mmoja nitamchinja mbele ya Kaaba. Mungu akamruzuku watoto 10 wanamume, na wakafikia vile vigezo na masharti aliyoweka. Watoto wanatumika, wana uwezo wa kusimamia majambo. Na aliweka nadhiri hii kwa sababu wakati kinachimbwa kisima cha maji ya Zamzam ilitokea kurukushani kubwa sana. Yeye kwa sababu hakuwa na familia, basi ilikuwa ni mtu wa kushuhudia mambo pembeni. Sasa akaweka nadhiri, Mungu ukinipa watoto 10 wanamume wakaweza kunilinda, kunisaidia, basi mmoja nitamchinja. Akawakusanya watoto wake 10. Mimi niliweka nadhiri hii na hii na hii, sasa ninahitaji kutekeleza nadhiri yangu. Watoto wakasema okay, tekeleza nadhiri yako. Ufumbuzi wakati huo wa kijinga ilikuwa unamalizikia ndani ya Kaaba. Katika Kaaba, katika jumla ya masanamu yaliyokuwepo, kulikuwa na sanamu moja linaloitwa Hubal. Walikuwa wanakwenda humo, mtu anataka kuoa basi anakwenda kuuliza Hubal. Mtu anataka kufanya jambo lake anakwenda kuuliza Hubal. Haya ni mambo kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Abdul Muttalib akaenda katika Kaaba kwa utaratibu wao ule ule, kwa mfumo wao waliojiwekea, akauliza hilo sanamu la Hubal, katika hawa watoto 10 nani anatakiwa kuchinja? Teknoloji yao ikatoa maelekezo kwamba anayetakiwa kuchinjwa ni Abdullah. Naye ndo alikuwa mtoto mdogo katika watoto wake, naye ndo alikuwa akimpenda. Kwa lugha yetu ya Pwani alikuwa ni mziwanda, ndio mtoto anayempenda. Lakini jamii ya Makuraish walikuwa kimmaindi sana kwa mapenzi Abdullah. Kura imemwangukia achinjwe Abdullah. Waarabu wa Kikuraishi wakasema hachinjwi mtoto yote hapa. Kama tamaduni za kuchinja sasa itakuwa mwisho leo, hachinjwi Abdullah. Jamii ya Makuraish tunafanya nini?
Wakaambiwa nendeni katika miji ya Hijazi ya Madina, huko mtamkuta mmoja kati ya wanachuoni min ahli alkitab walioshikamana na kitabu, nendeni mkamuulize tufanye nini. Abdul Muttalib na jamii ya Makuraishi wanaelekea katika mji wa Madina, wanamkuta mwanachuoni aliyobobea katika vitabu vya kale na aliyekuwa hanifan, ameshikamana na zile dini za mitume iliyopita. Wakamuuliza, mimi nimeweka nadhiri kwamba nikipata watoto 10 mmoja nitamchinja mbele ya Kaaba. Tumekwenda kuliuliza Hubal, limetoa jibu anatakiwa kuchinjwa Abdullah, na sisi hatutaki achinjwe, tufanye nini? Akawaambia, wenu mtu akiuawa solution yake na kwa nini? Akasema tunatoa fidia. Basi kama mnatoa fidia, rudini katika mji wenu, kisha chukueni ngamia 10 upande mmoja na mchukueni Abdullah upande wa pili, kisha pigeni kura. Kura ikionyesha kwamba anatakiwa kuchinjwa Abdullah, ongezeni ngamia 10 mpaka jibu litokee. Sallu ala Taha Muhammad. Wakarudi katika mji wa Makkah, Abdul Muttalib na sanadidu Quraish wakachukua ngamia 10 min jiha, wakamchukua Abdullah min jihatin ukhra. Kura ikapigwa anatakiwa kuchinjwa Abdullah, wakazidisha ngamia 10. Mara ya pili kura anatakiwa kuchinjwa Abdullah, fazadu ila balagha 100, wakazidisha mpaka walipofikia 100. Ngamia 100 ilipopigwa kura ikaonesha wanatakiwa kuchinjwa ngamia 100. Sallu ala Muhammad. Rudi kule nyuma, nasabu ya mtume inagota kwa Ismail bin Ibrahim. Nasabu ya mtume inagota kwa Ismail bin Ibrahim, aliyenusurika kuchinjwa kwa kupitia kondoo. Abdul Muttalib anataka kumchinja Abdullah, kura imepigwa wachinjwe ngamia 100. Abdullah ananusurika kuchinjwa kwa sababu ndani ya mgongo wake alikuwa amembeba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walidhalika sumia Muhammadun ibnu dhabihaini, na kwa sababu hiyo Muhammad aliitwa ibnu dhabihaini, ni mtoto wa vichinjwa viwili. Mzazi wake wa kwanza Ismail kakoswa kuchinja, baba yake mzazi kakosa kuchinjwa. Kilichowanusurisha nini? Ni kuchinja mnyama. Ndugu zangu Waislamu, tuna majanga ya kila namna, tuna majanga ya kila namna. Solution yake haiko Muhimbili, solution yake haiko TMG, solution yake haiko Aga Khan. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Mungu anawaamrisheni kuchinja ng'ombe. Tuchinje Waislamu, kila mtu atie nia kuchinja mbuzi kama atachinja siku ya Eid. Tusiwe wa kwanza kusubiri ng'ombe wa misaada, tusijifiche katika ng'ombe wa misaada. Leo tunatia nia ya kuchinja kwa ng'ombe wa Mturuki, kwa ng'ombe wa Mkuwaiti. Khata unkosa. Usitie nia kuchinja baada ya kuletiwa ng'ombe yule kachinjwa na mtu tayari yuko Uturuki, yuko Kuwait, katia nia yake, na kwa kuwa kule kila mtu kachinja, hakuna watu wa kupewa, tunaletewa sisi. Fabiha wa neema, Mwenyezi Mungu walipe kila la kheri. Lakini sisi tunatakiwa kwanza kila mtu